Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Injili ya Wokovu TV. Mimi ni Mesto Eliudi, nipo vizuri kabisa. Tupo mkoani Arusha huko kwa ajili ya semina neno la uzima na tayari inatamatishwa rasmi, na sasa mawazo yote ya Injili ya Wokovu TV timu nzima yanaelekea huko mkoani Njombe. Tupo hapa lakini mawazo yetu yote na kila kitu chetu chote kinawaza huko baada ya kukamilisha semina kubwa kabisa neno la uzima iliyofanyika kwenye ushirika huu wa Lurivani mkoani Arusha. Nipo na mwalimu Aaron Ulaya ambaye yeye anaweka mambo sawa kuhakikisha kila kitu kipo vizuri kabisa, lakini atupe mwangaza mzima kwa kile kitakachoendelea kule mkoani Njombe. Nini ambacho amekikusudia, lakini malengo yake ni nini na nini kimemsukuma kupeleka Njombe na si mkoa mwingine. Lakini pia si kuhubiri tu kwa maneno, bali tutahubiri kwa njia ya vitendo, kwa kuwashika mikono wahitaji mbalimbali, ikiwemo kutembelea gereza kuu la mkoani Njombe kwa kuwapeleka mahitaji mbalimbali, wenye kanda mbili, wenye miswaki, wenye dawa za meno kwa ajili ya mambo mbalimbali, lakini pia wenye mataulo ya kike na namna mbalimbali. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba tunahubiri Injili kwa njia ya matendo sawa sawa na Biblia ilivyosema. Tupo hapa nyuma ya kamera ni director Mwango, mambo yanaenda sawa kabisa. Hii ni Injili ya Wokovu TV. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uko vizuri? Niko vizuri, Mungu ni mwema sana. Hali ya hewa ya Arusha vipi? Mungu amesaidia, jua limetoka leo. Mazingira yamekubali. Kama unavyoona nina katisheti. Toa salamu zako kwa watazamaji ambao kwa namna mbalimbali walikumisi Dar es Salaam huko, namna ambavyo hali ilivyo Arusha kwa ujumla wake. Kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu amekupa nafasi ya kumtumikia Mungu kwa namna yoyote ile. Lakini zaidi ya yote nampa Mungu utukufu kwa ajili ya wiki ambayo tumekuwa nayo hapa Arusha kwenye kanisa la KKKT usharika wa Enaboishu mtaa wa Lurivani, ambapo tumekuwa na semina ya neno la uzima almost wiki nzima, na tumemwona Mungu akifungua watu wake, tumemwona Mungu akiponya watu wake, tumemwona Mungu akiganga mioyo ya watu wake walioumia, na sababu hiyo Mungu anakuwa mkuu sana kuliko mioyo yetu kwa yale tuliyoshuhudia kwa macho yetu. Mkoani Njombe, ratiba zipoje na mpangilio umekaje? Baada ya kutokea hapa Arusha kuna hii ilikuwa ni tukio la kitaasisi ya kikanisa, lakini kuna huduma ambayo Mungu ameweka ndani yetu, ndani yangu na watu wengine ambao Mungu ananipa kutumika nao, ambao safari hii tuna mission ya kuipeleka Injili Njombe. Tunakwenda katika mkoa wa Njombe, specifically kwenye eneo linaitwa Igima. Tunakwenda kwa ajili ya mkutano wa neno la uzima. Ni kampeni ya Injili kuanzia tarehe 22 na kuendelea pale mbele. Ni kampeni ya Injili ya kuhubiria watu wokovu, watu waokolewe, lakini pia Injili inayoambatana na matendo ya huruma, udiakonia. Sisi wengine tuna walimu lakini ni wamisionari by nature, kwa kuzaliwa kabisa kuna umisionari huko ndani. Kwa hiyo tunaupeleka umisionari Njombe kuanzia tarehe 22 mwezi wa 5. Sababu hiyo baada ya kumaliza hapa Arusha, sasa mawazo yote na mipango yote na mikakati yote, nguvu zote zinahamishiwa Njombe. Ni kampeni kweli, kwa maana ya matangazo ya mkutano, vitu kadha wa kadha, watu kujulishwa, kwa sababu tunakwenda kushirikiana na umoja wa makanisa. Tutashirikiana na umoja wa makanisa mbalimbali mkoani Njombe ili kufanikisha kazi hiyo ya Mungu ambayo Bwana ametutuma Njombe. Ni vitu gani specific ambavyo mmepanga kuvifanya mkoani Njombe? Cha kwanza kabisa ambacho ni specific ni Injili ya Yesu Kristo. That is number one. Injili ya Yesu Kristo kinatakiwa kuwa kipaumbele namba 1. Kumfanya mtu aokoke na ampokee Yesu, kumfanya mtu ahamishwe, kwa sababu Wakolosai sura ya 1:13 maandiko yanasema wazi, kwa maana alituokoa, alituhamisha katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye ndani yake tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo the primary mission ni kumhamisha mtu kwenye ufalme wa giza, kumuingiza kwenye ufalme wa nuru kwa njia ya neno la Kristo. Tunakwenda kulihubiri neno ili litakalobadilisha watu maisha yao, na vitu vingine ndio vitafuata sasa, kwa sababu Injili tunayoipeleka Njombe, ndugu mtangazaji, sio Injili tu ya maneno, ni Injili ya matendo. Tunapokwenda kuambia watu wa Njombe kwamba Yesu anawapenda, lazima waone wewe kwanza likupendaje ili sisi. Kwa hiyo tunakwenda kufanya kile kitu ambacho wengi wanaita hisani, lakini mimi nitumie jina la terminology ya kigeni, charity, kwa maana ya matendo ya huruma. Na matendo ya huruma tunalenga specifically kwa watu ambao hakika wanahitaji kuhurumiwa,
walio kwenye mazingira ambayo ni tata sana. To be specifically ni watu walioko magerezani, kwa maana ya gereza la wanaume na gereza la wanawake pale Njombe gereza kuu. Lakini pia kama Mungu akitupa kuwashika mkono wajane au watoto yatima kupitia taasisi yetu ya Nishike Mkono Foundation, Mungu akitupa kuwashika mkono yatima sawa, lakini watu ambao target namba moja kwanza ni magereza, wafungwa walioko gerezani, walioko upande wa kike na upande wa kiume, kuwapelekea vitu kadha wa kadha kama msaada kwao. Tanzania na mikoa mingi sana, why Njombe? Tanzania ni kweli na mikoa mingi. Na kwa nini Njombe? Kwa sababu hatuendi tu Njombe kwa kuwa tunajisikia kwenda Njombe, kwa kuwa kuna mabasi ya kwenda Njombe, hapana. Tunakwenda Njombe kwa sababu ya msukumo wa ndani, ile inner voice, sauti ya ndani ambayo inasema ni wapi, kwa sababu mikoa yote na magereza, lakini Mungu aliwahi kutupeleka Dodoma, Mungu ametupeleka Ukonga, mara mwisho tulikuwa Ukonga, lakini this time Mungu amesema Njombe. Na Mungu anaposema kuna mtu anayeweza akapinga, na sio kwamba tulisikia sauti yetu eti mwaka huu nendeni Njombe, hapana. No, ni kwa sababu Mungu anaongea kwa namna nyingi sana, na nimewahi kufundisha mambo haya. Kwa hiyo Mungu alisema nami kwa sauti ya ndani kwa habari ya Njombe, kwamba this time Njombe, washike mkono Njombe, manake tupeleke upendo Njombe na injili ya Kristo iende Njombe. Namna gani ambavyo unashirikisha Watanzania au waumini mbalimbali duniani kuhusiana na kusapoti hiki au kuwashika mkono wanaohitaji, kama vile mnavyoenda gerezani? Ni njia gani unazotumia sana sana, labda pengine au ni wewe mwenyewe na unajitutumua? Kwanza, ufalme wa Mungu unajengwa na mabalozi wa Mungu, kama ilivyo ufalme wa giza unajengwa na mabalozi wa giza. Kwenye ufalme wa mbinguni pia unajengwa na mabalozi wa mbinguni. Na mabalozi wa mbinguni not only malaika watakatifu, no. Kuna wanadamu ambao ndani yao wana msukumo wa kimungu. Kuna mtu hata hapa napoongea tu hivi ndani ya moyo wake ameguswa tayari kushiriki jambo hili. Kwa hiyo kuna wanadamu ambao Mungu amewapa nafasi. Kuna watu specifically Mungu amewapa fedha, wamekuwa channel ya kupitisha fedha kwa ajili ya kufanya ufalme wake. Kwa hiyo kwanza, mbali na kujitoa mimi mwenyewe muda wangu na timu nzima ya Nishike Mkono Foundation na Injili ya Wokovu TV, television ya kimtandao, na tunaporatibu jambo hili kwenda pamoja, of course kweli ni kiongozi, lakini kuna watu nyuma yangu wanaofanya kazi pamoja na mimi. Lakini pia kuna watu ambao wako mitandaoni mimi siwajui, Mungu anawajua. Kwa hiyo watu wale, baada ya taarifa kama hii, baada ya kuiandaa, naipeleka mtandaoni, naipeleka kwa wadau mbalimbali ambao ndani yao wana mioyo ya kimungu, na wale watu ambao Mungu atanipa amani kuwashirikisha. Sababu hiyo nawashirikisha jambo hili, na wanafanya kwa kadiri ya moyo wao unavyopenda. Yani wanaachilia sadaka kwa kadiri ya moyo wao unavyopenda, pasipo kulazimishwa, pasipo kupangiwa kiwango, pasipo kuambiwa lolote. Huwa inakuwa kwamba nina listi mahitaji tunayokwenda nayo, alafu mahitaji tunayokwenda nayo na ya posti mtandaoni katika social networks, katika Instagram, katika Facebook, katika TikTok na mengine kwenye magrupu ya WhatsApp. Nikituma na weka namba ziko pale, lakini pia natuma in terms of items. Natuma items kwa sababu kuna mwingine anaweza siwe na fedha, lakini anauza duka vifaa ambavyo mnataka kuwapelekea wafungwa. Kuna mtu anaweza akasema sina fedha ya kutoa, lakini dukani kwangu nina boksi moja la mche wa sabuni. Kwa hiyo anaweza akaleta lile boksi moja la mche wa sabuni, not necessarily ile kama monetary form, kwa sababu tunapozungumza kwa habari ya sadaka, we are simply talking of offerings, we are simply talking about giving, we are simply talking about anything, not necessarily ikawa monetary form. Sadaka inaweza kuwa kitu material, kwa sababu tuna listi vitu, tuna vitu pale tumelisti. Kwa hiyo katika vitu hivyo mtu anaangalia hapa na kibeba kipi. Kwa mfano kuna maboksi, tunahitaji maboksi 20 ya sabuni ya miche, sabuni za miche. Sasa mwingine akasema na nimeshaainisha pale kila boksi moja ni shilingi ngapi. Kwa mwingine anaweza akasema kwamba mwalimu, tafadhali mimi sina fedha, lakini dukani kwangu natoa maboksi 3 na leta. Yule mtu tutapokea na tutawasiliana naye na tutamake follow up, tutafuata hiyo maboksi. Lakini mwingine anasema mwalimu, huku nilipo ni mbali sana, hili boksi moja mpaka nilitume lije Dar es Salaam, ni bora nikatuma hiyo fedha ili uweze kusupport kwa anaituma sadaka yake. Mwingine anaweza kusema mimi nataka nitoe maboksi 2, maboksi 3 kwa ajili ya wafungwa gerezani, kwa sababu tunakwenda kwa wafungwa wa kiume na wa kike. Kwa kuna wafungwa ambao wa kike, najua kuna mambo ya kike, yale mataulo ya kike, pia tunahitaji kama boksi 20 hivi za mambo yanayohusiana na mataulo ya kike. Kwa mwanamke mmoja anaweza kusema mwalimu, tafadhali najitolea kwa ajili ya wafungwa wanawake, mataulo ya kike yote nitahudumia mimi.
Kwa tutapokea yale, kama atatuma na kilikuu, kama atatuma na bajaji, kama atatupigia simu tuyafuate, nitayafuata. Mimi mwenyewe nitayafuata, au mtu ambaye ni msaidizi wangu atanisaidia kuyafuata, au yeye atasema mwalimu, kwa kweli sina hayo mabox, lakini naomba nitume fedha. Kwa hiyo kwenye items za taulo za kike weka tiki hapo, futa kabisa. Kwa tutaitoa ile, kwa maana tayari imeshakuwa covered. Na mambo mengine watu sasa na moyo wanavyopenda, sadaka ya moyo wa kupenda, wanaachilia sadaka. Bila shaka utaachilia mawasiliano, pengine watu wakitaka kuhitaji. Of course nitaachilia mawasiliano.